Mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans amefariki dunia. Aliyekuwa mchezaji wa klabu ya Yanga Chiko Oshindi amefariki dunia, taarifa iliyosikitisha na kuacha majonzi makubwa kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania na barani Afrika kwa ujumla. Taarifa za kifo chake kimethibitishwa zikionyesha kuwa nyota huyo wa zamani wa Young Africans ameondoka duniani wakati bado anakumbukwa kwa mchango wake mkubwa ndani ya uwanja wa soka, hususan alipokuwa akizitumikia klabu mbalimbali barani Afrika. Chiko Oshindi aliwahi kuivaa jezi ya Yanga kwa kipindi kifupi lakini chenye kumbukumbu, ambapo alionyesha uwezo wake kama mshambuliaji mwenye nguvu, juhudi na ari ya kupambana kwa ajili ya timu yake. Mbali na Yanga, marehemu Oshindi aliwahi pia kuchezea klabu kubwa barani Afrika zikiwamo TP Mazembe na AS Vita klabu za DR Congo, ambako alijijengea jina kubwa kutokana na kiwango chake na uzoefu wa kucheza mashindano ya kimataifa. Moja ya kumbukumbu kubwa zaidi katika maisha yake ya soka ni kufunga bao la kwanza rasmi katika uwanja wa Japoma Doula Januari 2021, tukio lililoingia katika historia ya soka la Afrika. Kifo chake kimeacha pengo kubwa kwa familia yake, marafiki, wachezaji wenzake pamoja na jamii nzima ya soka, huku ujumbe nyingi za rambirambi zikiendelea kutolewa na wadau mbalimbali wa mchezo huo. Uongozi wa Yanga pamoja na mashabiki wake wameeleza masikitiko yao makubwa kwa msiba huo, wakimtaja Chiko Oshindi kama mchezaji aliyekuwa na nidhamu, heshima na moyo wa kupigania timu, huku akimwombea pumzike kwa amani ya milele. Taarifa ya kifo. Chiko Oshindi wa Kubanza, mchezaji wa zamani wa kandanda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, alifariki dunia Disemba 13, 2025 mjini Lubumbashi baada ya ugonjwa mfupi akiwa na umri wa miaka 29. Historia ya maisha na soka ya Chiko Oshindi. Chiko alizaliwa na kukulia nchini DR Congo. Alijifunza soka akiwa katika chuo maarufu cha vijana Ecofort Katumbi, ambacho kinajulikana kwa kuzalisha vipaji vya soka. Alianza taaluma yake ya kitaalamu na CS Don Bosco kabla ya kujiunga na TP Mazembe mwaka 2017, moja ya klabu kubwa na yenye historia barani Afrika. Akiwa na Mazembe, Chiko alicheza kama winga mshambuliaji, akitambulika kwa kasi yake, ustadi wa kushambulia na uwezo wa kucheza upande wa kulia kama mshambuliaji. Alikuwa mchezaji muhimu kwa Mazembe kwa miaka kadhaa na akapata umaarufu mkubwa kwa kiwango chake uwanjani. Alichagua kufanya kazi nje ya Kongo kwa muda mfupi, akijiunga na klabu ya Young Africans ya Tanzania kwa msimu wake 2021-2022. Baadaye alicheza pia na klabu maarufu ya AS Vita klabu na baadaye JS Group Bazona, klabu ya kifo chake. Chiko aliwahi kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimataifa, akiwemo katika timu ya CHAN African National Championship, ambapo alifunga bao muhimu katika mashindano hayo. Kifo cha Chiko kimeacha huzuni kubwa kwa familia yake, klabu mbalimbali alizowahi kuchezea na mashabiki wa soka Afrika. Uongozi wa klabu na waandamizi wa soka wameeleza masikitiko na kutoa rambirambi kwa familia yake na jamii ya soka. Chiko Oshindi hakuwa tu mchezaji wa mpira, bali alikuwa ndoto ya vijana wengi, mfano wa nidhamu, kujituma na mapenzi ya dhati kwa soka. Akiwa uwanjani, alicheza kwa moyo, kasi na ujasiri, akiwapa furaha mashabiki na heshima klabu alizozitumikia. Kuondoka kwake mapema kumeacha pengo kubwa katika familia, marafiki na ulimwengu wa soka Afrika. Ingawa mwili wake umetutoka, jina lake, kumbukumbu zake na alichokifanya kwa mpira vitaendelea kuishi milele. Tunamshukuru Mungu kwa kipaji na maisha ya Chiko Oshindi. Pumzika kwa amani, shujaa wa soka. Urithi wako utaendelea kuishi mioyoni mwa mashabiki. Hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu nyinginezo za kimichezo, taarifa mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekusomea taarifa hii ni mimi Lizwa Spotted. Wakati mwingine, bye bye.